Ndugu waandishi wa habari, tunashukuru sana kwa ujio wenu katika taasisi yetu inayotibu magonjwa ya mifupa, ubongo, uti wa mgongo, mishipa ya fahamu. Kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 15, taasisi yetu kupitia kwa wataalamu wa magonjwa ya ndani watakuwa wanatoa huduma za kuangalia uwepo wa magonjwa yasiyoambukizwa kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam yatakayofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Shughuli hii vile vile itakuwa haina gharama kwa asiyekuwa na bima. Yule mwenye bima asisahau kuja na kadi yake kwa sababu itachangia kwenye gharama za kuendesha vipimo hivi. Sakata la magonjwa yasiyokuambukizwa linaanza kuwa kubwa sana katika jamii yetu. Kwa hiyo Wizara ya Afya kupitia kitengo chake cha kinga imetuagiza kila inapowezekana tuwakumbushe wananchi namna ya kujikinga kwa wale ambao hawajapata magonjwa yasiyokuambukiza na kuwafundisha namna ya kuzuia wasije wakapata haya magonjwa. Kwa hiyo itakuwa ni fursa mwanana kwa wakazi wa Dar es Salaam kufika viwanja vya Mnazi Mmoja kuanzia saa 2 mpaka saa 10 za jioni. Wataonwa na wataalamu bingwa na wabobezi katika kuagua na kutibu magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Taasisi yetu ni taasisi ya umma, iko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na jamii yenye afya kwa kuweka afua mbalimbali za kuzuia kila inapowezekana na kwa wingi zaidi, lakini hata kutibu kwa wale ambao tayari wameshaathirika, hasa kutokana na mitindo ya maisha tunayoishi ambayo mara nyingi inatupunguzia uwezo wa kutumia miili yetu kama ilivyokuwa design, halafu tunapata hayo magonjwa. Na magonjwa makubwa yatakayokuwa yanaangaliwa kutakuwa ni shinikizo la juu la damu, kutakuwa na magonjwa ya kisukari, kutakuwa na magonjwa ya mapafu yanayosababishwa na uingizaji katika mfumo wa hewa wa vitu ambavyo havikubaliki kama sigara, tumbaku na mambo kama hayo. Halafu na kuangalia kama magonjwa mengine yameathiri viungo muhimu kuanzia macho, ubongo, pua, masikio mpaka njia ya kutengeneza mkojo, yani figo. Kwa hiyo ninapenda kuwakaribisha kwa dhati ili tuweze kunufaika na huduma hii ambayo Wizara ya Afya pendwa katika nchi yetu imehitaji wananchi waipate mahali popote katika nchi yetu, na sisi kwa kutii agizo hilo tutakuwa pale Mnazi Mmoja. Kumbuka ni kuanzia tarehe 10 mpaka 15, saa 2 asubuhi mpaka saa 10 za jioni. Karibuni sana. Ni taasisi ya kutoa huduma za afya, kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba jamii inajua kwamba wigo wetu sio tu kuangalia mifupa, ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu. Hivi vyote vimo katika mwili wa mwanadamu na huu mwili haupati magonjwa katika maeneo hayo. Na madaktari wanaofanya kazi katika taasisi hii hawakusomea tu kutibu maeneo hayo. Ndio maana tunapokuwa na la mgambo la namna hii tunakuwa na nafasi ya kutoka katika jamii na kutumia ule ujuzi mwingine tulionao. Lakini nisisitize, kwa mfano Daktari Deodata aliyeko hapa, yeye ni bingwa wa magonjwa ya ndani. Kwa pamoja na taasisi yetu kama inaangalia nayo imejikita zaidi katika utatuzi wa matatizo ya ubongo, uti wa mgongo, mishipa ya fahamu, vile vile tuna wataalamu waliosomea mambo mengine ili kucomplement huduma zinazotoka kwa wataalamu hao bobezi. Sio yote, lakini kuna namna fulani ambayo inaweza kuhusiana. Kwa mfano, mtu anapopata ugonjwa wa kisukari, mishipa ya damu, mishipa ya fahamu inaathirika kama hakijatibiwa inavyostahili kwa kipindi kirefu sana. Lakini vile vile ugonjwa wa kisukari unaathiri figo, na figo zikishindwa kufanya kazi, uwezo wa mifupa kuendelea kujijenga kuwa imara unapata changamoto, na kwa sababu hiyo kunakuwa na uhusiano ambao unaweza kuwa moja kwa moja na masuala haya. Lakini vile vile, kwa mfano, mtu akipata athari za magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza kwenye macho, ina maana kwamba uoni wake utakuwa umepotea kwa utaratibu huo. Kwa hiyo hayo ndio mahusiano ya moja kwa moja ambayo naweza nikayasema. Sasa hili ni tangazo kwa watu wote. Wote watakaopata nafasi ya kuja wanakaribishwa, hatubagui. Yaani hatuwezi kufika saa 10 tukasema kuna foleni ndefu tukasema jamani muda wetu umeisha. Hapana.
Sisi tuko tayari kuwapokea wananchi wote watakao kuwa wamepata nafasi ya kuja hapo Mnazi Mmoja, kwa wote wanakaribishwa. Lakini niwakumbushe kwamba huduma hii haitakuwa peke yake kwa ajili ya MOI peke yake, na taasisi zingine zinafanya kazi hiyo. Nataka kusisitiza kitu kimoja kwamba vile vile katika taasisi yetu, mojawapo kati ya athari tunazoziona kubwa sana ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ni kiharusi. Kwa hiyo tunapofikia jamii na afua mbalimbali za kupunguza uwezekano wa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, tunaangalia kwa picha ya mbele zaidi kwamba mwisho wake, kwa mfano, wagonjwa ambao wana shinikizo la juu la damu wasije wakaishia kuwa na kiharusi ambacho kitawafanya sasa maisha yanakuwa magumu zaidi katika utekelezaji wa majukumu yao na wengine kuishia kupoteza maisha yao. Takwimu sahihi zitakuwa na wenzetu wanaofuatilia katika taasisi yetu, lakini kwa ujumla wanaweza kufika wagonjwa 5 mpaka 10 kwa mwezi ambao wanakuja kwetu wameshapata kiharusi, na wengi ni wale ambao walikuwa na ugonjwa wa shinikizo la juu la damu bila kutumia dawa, bila wao kujua kwamba wana ugonjwa ule. Ndio maana hii afua ya hapa Mnazi Mmoja inakuwa ni ya muhimu sana, kwa sababu itasaidia watu wajue kwamba wana shida ambayo inahitaji afua mbalimbali. Dr. Deodata Matiko ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Kwenye kambi yetu hii ya matibabu hapo Mnazi Mmoja pia watakuwepo madaktari bingwa wa ubongo, mifupa na mishipa ya fahamu wakishirikiana na wataalamu wa lishe, wataalamu wa mazoezi na viungo visaidizi. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote wajitokeze kwa wingi. MOI tumejipanga, tuko tayari kuwahudumia na tutawahudumia kwa kadri tutakavyoweza na Mungu atatusaidia. Karibuni sana wananchi wote, na niwakumbushe tu wananchi kwamba kuzuia magonjwa ni rahisi kuliko kutibu. Kwa hiyo niwakaribishe sana wote katika viwanja vya Mnazi Mmoja tarehe 10 mpaka tarehe 15 mwezi Novemba, saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Asante. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.